Tanzania sasa hivi ni moja kati ya nchi zinazochangia vikundi katika ulinzi wa amani za juu kabisa. Tunashikilia nafasi ya 11, kwa hiyo tupo kwenye top 20. Na kutokana na historia ya Tanzania, tuna Umoja wa Mataifa unaipa kipaumbele Tanzania katika majukumu ya ulinzi wa amani. Kwa hiyo bado tunaona nafasi ya Tanzania iko juu, na hata vikundi vyetu huko vilipo vinatekeleza majukumu yao vizuri, na tunapata feedback nzuri kutoka kwenye uongozi wa mission husika. Chuo cha ulinzi wa amani Tanzania, kama ulivyosema kweli, Umoja wa Mataifa na jumuiya nyingine za kikanda zinatambua mchango wa Tanzania katika ulinzi wa amani. Sasa chuo hiki ndicho kina jukumu la kuandaa walinzi wa amani wanaoenda kuhudumu katika hizi mission. Tumepata heshima kubwa so far hadi sasa. Wote mmeshuhudia mwaka huu tuliweza kuwa wenyeji wa kozi ya maafisa katika mission, ambayo hiyo kozi iliendeshwa na Umoja wa Mataifa, lakini walikuja kuiendeshea hapa. Kwa hiyo kumekuwa na kozi nyingi sana ambazo tumeziendesha za kimataifa na wenzetu wa UNITA na serikali za Japan, Uholanzi, Canada. Yote hiyo ni namna wanavyotambua mchango wa Tanzania katika ulinzi wa amani, na kutokana na sababu hiyo chuo chetu kinaendelea kutambulika, na mwaka kesho, Mungu akipenda, tutakuwa wenyeji wa kikao cha vyuo vya ulinzi wa amani duniani. Kwa majina naitwa Meja Wenceslaus January Mayoka. Ni kaimu kamanda kikundi cha 5 nchini DRC, Tanzania Quick Reaction Force. Tumekabidhiwa leo bendera hii. Tumejipanga kuelekea nchini Kongo kutekeleza majukumu kwa mujibu wa mandate tuliopewa na Umoja wa Mataifa, kuhakikisha raia nchini DRC wanaishi kwa amani, na tumejipanga kwenda kuwalinda, pamoja kulinda mali zao pamoja na mali za Umoja wa Mataifa na vifaa kwa ujumla. Jasai Isaac Shash, ni naibu kamanda kikosi wa kikosi cha 9 kinachoenda kwenye majukumu ya ulinzi wa amani nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba tutaenda kufanya vizuri ili tuendelee kupata nafasi ya kuhudumu katika ulinzi wa amani maeneo mbalimbali pale ambapo tutahitajika kufanya hivyo.